Ni wajibu wetu kukujuza kinachojiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kwenye uwanja wa mapambano. Karibu msikilizaji wa Kwetu News 24. Natumai ya kuwa uko mzima wa afya popote pale ulipo na upo tayari kabisa kuambatana nasi mwanzo hadi tamati katika habari zetu hizi za leo. Tuhame mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekuwa ni kitovu cha usalama mdogo, hususan majimbo ya Kivu Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Huko Uvira, mapigano makali yameripotiwa kuzuka leo katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan katika wilaya ya Uvira mkoani Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mapigano hayo yanaendelea katika maeneo ya Kigoro, Kigurwe na Kabunambo ambayo yako takriban kilomita 26 kaskazini mwa jiji la Uvira. Maeneo hayo yapo katikati ya ukanda unaokumbwa mara kwa mara na migogoro ya kijeshi, hali inayozidi kuathiri usalama wa wakaazi wa eneo hilo. Eneo la mji wa Uvira ni eneo ambalo M23 AFC pamoja na majeshi ya Rwanda yaliteka mwaka uliopita na kuondoka nchini humo kwa shinikizo la Marekani. Lakini mara kwa mara M23 wamekuwa wakitishia kurudi tena ndani ya mji wa Uvira na kutumia mbinu mbalimbali, licha ya kusalia kwa wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC ndani ya mji huo wa Uvira. Wazalendo wanaopatikana ndani ya mji wa Uvira wanaapa kulinda mji huo, wanaapa kulinda mji pamoja na kuweza kulinda raia na mali yake ndani ya mji wa Uvira. Mashirika kadhaa ya kiutu pamoja na mashirika ya kiraia yanaonya mara kwa mara kurejea kwa AFC M23 ndani ya mji wa Uvira, licha ya kuwepo kwa vikosi maalum vya kulinda amani pamoja na vikosi vingine vya kujiami kama wazalendo pamoja na makundi mengine ulinzi ndani ya mji huo wa Uvira. M23 kupitia watu wake pamoja na wasaliti wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamekuwa wakitafuta mbinu mara kwa mara ya kuweza kurejea ndani ya mji wa Uvira, na hivi punde walitangaza moja kwa moja kuzindua mbinu mpya za kuweza kuuteka maeneo ya milimani kama huko Minembwe, ili kuweza kujipa nguvu pamoja na kuweza kuanzisha mashambulizi mapya ili kuteka jimbo nzima la Kivu ya Kusini pamoja na eneo mojawapo la jimbo la huko Tanganyika ndani ya mji wa Kalemi. Walionekana kwa wingi sana kwenye maeneo ya Bijabo, eneo ambalo ni la kimkakati lililowekwa naye makanika aliyekuwa afande mkubwa wa majeshi ya Twirwaneho, jeshi la karibu kabisa la M23. Eneo hilo la Bijabo lilikuwa ni eneo la kimkakati wakati wa hayati aliyekuwa pia afande wa Twirwaneho Bwana Sema Hurungure alipoweka eneo hilo kuwa makambi yake na makaadhi wakati wa utekaji wa eneo moja wapo za huko Minembwe, jimboni Kivu ya Kusini, milimani mwa tarafa la Fizi. Hivi majuzi eneo la Bijabo walionekana wakiwa wamezunguka wakiwa na silaha nzito na nyepesi, wakiwa wanataka kuteremka moja kwa moja ndani ya kijiji cha Minembwe ili kuweza kufukuza eneo, ili kuweza kukabiliana na FARDC pamoja na wazalendo wanaolinda amani maeneo hayo ya Minembwe. Utakumbuka kuwa baadhi ya waliosaliti jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo walionekana wakirejea makwao na kujificha eneo lisilojulikana, huku wakitaja kuwa M23 ina malezi mabaya pamoja na kunyanyasa watu wake. Mmoja kati ya waliorudi yuko Joel Nabulizi maarufu kama Aimable Nabulizi, aliyekuwa msemaji wa FARDC tangu mwaka wa 2020 hadi mwaka wa 2025. Huyo alijiunga moja kwa moja na kutangaza kuwa mmoja wa AFC M23 baada ya kusaliti chama cha FARDC kinachoongozwa naye Delphin Kalembe Ngoma Nzito na kuweza kujiunga moja kwa moja, na kwa sasa amerudi kwenye uzalendo na kusema kwamba wamsamehe hatoweza kurudi tena
na alichokifuata kwa M23 si pesa wala utawala, bali kuangalia jinsi wanajipanga ili aangalie jinsi ya kukabiliana nao. Joel Namunene huyu hapa kwenye vipaza sauti vya Kwetu News 24. Tunawasalimu ndugu zetu wa Kongomani. Na salimia walidere wote wa nchi yetu ya Kongo. Na salimia Son Excellence mkuu wa nchi, Mheshimiwa kamanda mkuu wa kijeshi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na salimia gouvernement yake ambayo inayoongozewa na mama Madame Judith Suminwa Talu. Acha nisalimie hata na kuleta heshima sana na hongera ministère yetu ya Défense Nationale ya ancien combattant na FARDC, ministère ya Défense. Nasalimia vijana wetu wa Sud Kivu na Nord Kivu na wakongomani wote ambao wanaoendelea kuwa na moyo wa ushujaa, ambao hawarudi nyuma, ambao hawanungunuki juu ya wakati, ambao hawababaiki juu ya mambo ya nyakati. Na wasalimia, naleta hongera sana. Mimi ni Joel Nabulizi Ngando, ambaye nimewahi kujitangaza na kusema ya kwamba mimi mwenyewe ni mwanamemba wa chama cha M23. Na waza kiini na malengo ilikuwa ni kwa ajili ya kusoma vision na kuona ni nini, ni kipi gani kile ambacho AFC M23 ina malengo gani, ili kwamba tuishi na kujua ni nini ambayo tunayopigana nayo. Cause noble tuyue. Nafikiria marezo sociaux bilisemewa, bilikuwa publie ke mimi na jihad, ke mimi na salir, ke mimi na decide kuungana na wavamizi wa tretre wa rebel asubuhi, midi hata magharibi. Wazee wangu au ndugu zangu, acha niwaambie kwamba tulitembea kwanza salama miezi 6 hii unusu depuis Decembre 2025. Tuko kule au niko kule kwa ajili ya uchunguzi ni nini zaidi, ni cause noble ya chama hiyo ya wa M23, wavamizi wasaliti wanaoendelea kunyang'anya na kusaliti na kuteketeza raha na amani ya Wakongomani mara kwa mara katika majimbo haya yetu mawili ya kaskazini na kusini, nord na sud za Sud Kivu. Acha niseme kama mambo nimekuta ni magumu sana, nimekuta mambo ya uchungu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana wa 3, donc 3e lettre de Jean, chapitre 1 verset 13. J'aurais beaucoup à te dire, au niseme mkiswahili ke nalikuwa na mambo mengi ya kukuandikia au ya kukuambia, ila sipendi nikuambie kwa wino na kara. Nataraji tuonane macho kwa macho ili kwamba nikuambie hayo mambo face à face, pour que nikuambie ni kipi gani. Acha ndugu zangu niwaambie ya kwamba mambo ya uchungu ambayo nimekuta kule ni kuona mkongomani mwenyewe ajiweka katika kusema ya kwamba ameshakuwa infiltré, ameshakuwa na wavamizi na kule hana samani. Wanyarwanda hawakonsidere un Congolais très kwa mnawasikia ya kwamba ni wa coordination wa kitu hicho, hawana samani, hawana samani na hawajawahi hata siku moja
kushiriki katika vikao vikuu les réunions stratégiques ambavyo viko vinapitikana huko Rwanda, Uganda, makapitali hizo. Sultani Makenga ni wa kwanza mtu ambaye anaheshima Goma na Bukavu kuliko Nanga na Joseph Kabila na makongomani wengine. Mnamuona kila mara huyu wa mandevu za mweupe Nanga, Busu wangu Patrick na wengine wa Bertrand Bisimwa, wa Bernard Biamungu, ya kwamba wao ni walideri, ni viongozi huko wa considere, c'est-à-dire habayui vile. Mission yao ni wafike mbele. Mliona maexemple typique Magloire Paluku, Bawili Ngoma, banani na banani. Acha niseme hongera sana kwa vijana wetu ambao waliendelea kutupatia moyo kwa kukataa na kupinga marezo sosio ya kwamba hawawezi na hawatapimaka kusalia nchi yao. Wao walitupa moyo mpaka saa hizi, nasi tumeunga na kuona tena ya kwamba mission special ni kunyang'anya udongo wetu, ni kuchimba madini ya udongo, ni kukamata jimbo ya Sud Kivu na ya Nord Kivu iwe Republika ya Rwanda ya pili. Hata kama wanaweza kuweka rahisi, ila awe rahisi mwenye iko limit na iko hadi mwisho. Tutapiganisha AFC M23, tutaipiganisha hadi mwisho mpaka toni ya mwisho. Vijana wetu kwenye ligne de front, naombea Mungu sana. Nasema ya kwamba Mungu awabariki tena awapandishe mioyo, bila kusahaulika ya kwamba msiwazie ya kwamba AFC M23 itarudia tena Uvira. Ile ni bongo, ile ni uongo mtupu. Mumarezo sosio tulizoea zaidi, Nanga iko anasema ya kwamba wao yao principe ni ku avancer, ila ni kurekire kwanza kwa sasa. Acha niwaambie ya kwamba Rwanda imesha zofika sana. Walikuwa wangali wana profite minere wakati wangali kina collaboration na Donald Trump. Me wakati alibageuka, bitu bikageuka kabisa. Mpaka saa hizi secret ndabambi kule ku Goma na Bukavu kitu kinaenda kuisha. Walideri wa kitu apana bule bumuhivu wa bunini busomora, apana ubu busu bwangu. Balideri wa kitu kome ba Makenga, sisi tuli eshanje na ya kwamba kitu kimefika mwisho, kuona Donald Trump amekuwa convaincu na son excellence le garant de la nation, monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Wakati ali convaincre Donald Trump kumwambia ya kwamba wale hawayakuwa na samani kuliko wakongomani halisi, kitu kikafika mwisho. Acha niwaambie tu ya kwamba tubaki kuwa imara, tubaki kuwa ngangari. Sisi tumetembea hii yote simwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi, mafilature, tuone mastati, agenda caché, na tugundue depuis année 96 mpaka leo 2026, tuyue ni maana mu 33 za 30, tuyue nini mission special ya Paul Kagame na wale ambao wanaojiita ya kwamba ni wa viongozi wake wanaomwenda nyuma wa Joseph Kabila. Kitu AFC M23 iko na watu watatu tu, kwanza wenye wanaisimamia na wenye wanayua maana. Wa kwanza ni Paul Kagame, wa pili ni Joseph Kabila, na watatu ni Joel Museveni. Joel Museveni ni mtu watatu mwenye anajua mission yao principal. Aba bananga ni watoto benye banaambiliwa mtoke, banatoka, mwende banaenda, muabudu banaabudu, mevale njo bako banadeside. Niwaambie tu ya kwamba hii leo naleta dementi ya vitu ya circulation ya le 17 Desembre 2025 yenye mi mwenyewe nilijitangazaka. Leo naleta ni dementi ya kusema kama ilikuwa ni mission ya kujua ukweli na mission special ya mtu anaitiwa Paul Kagame, Nanga, Makenga na Bertrand Bisimwa na Joseph Kabila. Kitu M23 na waza tumekisoma. Tutaongea na watu inbox, tutaongea na watu wa mingi sana. Officiellement mimi nimejiretire. Wakati hayo yakiendelea, msikilizaji, tangu alfajiri ya Jumanne Mei 5, eneo la Kalehe katikati ya jimbo la Kivu ya Kusini
Kumekuwa na makabiliano makali ya silaha nzito na nyepesi kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 wakiungwa mkono na nchi ya Rwanda, mtaa wa Lumbishi na huko Katale. Vyanzo vya kijeshi vinaonyesha kuwa ndege zisizokuwa na rubani kutoka kwa vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zingepunguza mfumo wa ulinzi wa kupambana na ndege wa kutoka ardhini hadi angani uliowekwa kwenye matuta ya kimkakati ya huko Lumbishi. Mbali na hayo, waasi wa muungano wa AFC M23 wakisaidiwa na nchi ya Rwanda waliudhibiti mji wa Tushunguti, mji mkuu wa kikundi cha Ziralo ulioko katikati ya eneo la Kalehe, kati ya eneo la Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukisalia jimboni Kivu ya Kaskazini, msikilizaji, waasi wa ADF NALU mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wametekeleza uhalifu mkubwa dhidi ya binadamu. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International. ADF wameripotiwa kubaka wanawake na wasichana pamoja na kuwadhulumu watoto. Waasi hao wanashirikiana na makundi ya kigaidi ya ICC. Kwa miaka kadhaa wamekuwa wakitekeleza mashambulio dhidi ya raia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, haswa katikati ya miji jirani ya huko Uganda. Mashambulio ya ADF yamewalazimu maelfu ya raia kutoroka makazi yao katika baadhi ya miji ya mashariki ya Kongo, wengine wakishindwa kupata matibabu, elimu na hata chakula kutokana na shida ya usalama. Aidha, uasi wa AFC M23 umeripotiwa kulipatia nguvu kundi hilo kuendelea na harakati zake nchini DRC, hali ikiripotiwa kuwa mbaya zaidi kutokana na kwamba nguvu kubwa ya Kinshasa na jamii ya kimataifa imeelekezwa kwa AFC M23. Amnesty International iliwahoji watu 71 wakiwemo waliojeruhiwa katika mashambulio ya ADF, maafisa wa usalama na wafanyakazi wa mashirika ya misaada huko Kivu Kaskazini, ambapo uasi unazidi kuripotiwa. Msikilizaji wa Kwetu News 24, kufikia hapo mimi sina la ziada. Ni kuombe usikose kusambaza habari hizi kwa wengine ili waweze kuzipata kiurahisi. Asante kwa kuwa na sisi. Hadi wakati mwingine, kwa heri.